Habari za amani, ndugu zangu katika Kristo. Leo tunasoma hadithi moja ya za kipekee katika Biblia yote, mwanadamu akishindana na Mungu mwenyewe na kushinda. Yakobo, ambaye alikuwa mkimbizi mwenye wasiwasi, atapokea jina jipya na utambulisho mpya. Hii ni hadithi ya mabadiliko, ya toba na ya nguvu ya ombi la dhati. Fungueni Biblia zenu katika Mwanzo sura ya 32 mstari wa 22 hadi 32. Hebu tusikize neno la Mungu kutoka Mwanzo 32:22. Ondoa 32. Usiku ule akaondoka, akawachukua wake zake wawili na wajakazi wake wawili na watoto wake 11, akawavusha kivukoni mwa Yaboki. Yakobo akabaki peke yake. Mtu mmoja akashindana naye mpaka alfajiri. Alipoona kwamba hamwezi, akamgusa paja lake la mguu. Paja la mguu la Yakobo likalegea aliposhindana naye. Akasema, niache niende, maana imekucha. Yakobo akasema, sitakuacha uende usiponibariki. Akamwambia, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akasema, jina lako halitaitwa tena Yakobo, bali Israeli, kwa maana umeshindana na Mungu na watu, ukashinda. Kuna mambo muhimu yanayosahaulika katika hadithi hii. Kwanza, Yakobo alijitenga peke yake. Hii ni hali muhimu ya kukutana na Mungu. Pili, mshindani hakumshinda Yakobo mpaka alipomgusa paja lake. Hii inaonyesha nguvu ya kimungu. Tatu, Yakobo aliuliza jina la mshindani lakini hakupewa jibu, siri ya utukufu wa Mungu. Nne, Yakobo aliita mahali hapo Upenieli, maana yake uso wa Mungu, kwa sababu alisema, nimeuona uso wa Mungu na uhai wangu umehifadhiwa. Katika usiku huu tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Yakobo alibadilika kutoka hofu hadi ujasiri, kutoka mkimbizi mwenye wasiwasi hadi shujaa anayethubutu kushindana na Mungu mwenyewe. Jina lake ilibadilika kutoka Yakobo, maana yake mdanganyifu, hadi Israeli, maana yake aliyeshindana na Mungu akashinda. Muhimu zaidi, alibadilika kutoka kumkimbia Mungu hadi kumshika Mungu. Sasa anasema, sitakuacha usiponibariki. Huu ni mfano mkuu wa ombi la dhati linalomlazimisha Mungu. Wanyamapori wa usiku walishuhudia kitendo hiki cha ajabu. Hebu tusikie maoni yao. Je, nimeona hivi. Mwanadamu anashindana na Mungu anamruhusu. Kutoka juu nimeona mengi, lakini hili ni la kipekee. Mwanadamu anakataa kumwacha Mungu bila baraka. Huu ni ujasiri wa namna gani? Lakini Mungu anaonekana kufurahia kushindana na mtumishi wake. Kuna tofauti kati ya uasi na ombi la dhati. Yakobo hana nia ya kumsingizia Mungu, anataka baraka zake. Angalia jinsi Mungu anamlazimisha akatae kumwacha. Huu ni ushirikiano wa ajabu wa kiroho. Nini tunajifunza kutoka kwa Yakobo? Kwanza, ombi la dhati halimlazimu Mungu, linamfurahisha. Yakobo hakuwa akimtetea Mungu bali akimshika kwa sababu anahitaji baraka zake. Pili, kushindana na Mungu sio dhambi, ni dalili ya uhusiano wa karibu. Tatu, mabadiliko halisi yanahitaji wakati wa peke na Mungu. Yakobo alijitenga peke yake na hapo ndipo Mungu alipokuja. Nne, Mungu anatupa majina mapya yanayoonyesha utambulisho wetu mpya. Kama Yakobo alivyopata jina la Israeli, nasi tumepewa jina la watoto wa Mungu. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa mfano wa Yakobo. Tufundishe kuomba kwa dhati, kutojitenga peke na wewe na kutokuacha ombi bila kujibiwa. Tupe ujasiri wa kumshika Yesu kama Yakobo alivyokushika. Bariki jina letu jipya kama watoto wako. Hii tunaomba katika jina la Yesu, amina. Asanteni kwa kutufuata katika Genesis to Revelation. Kipindi kinachofuata tutajifunza kuhusu Yakobo akikutana na Esau. Msisahau kujiunge nasi katika maombi ya kila Jumamosi. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.